Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeendelea kufanya operesheni mbalimbali ili kuhakikisha kwamba inadhibiti usafirishaji wa dawa za kulevya hapa nchini. Katika operesheni iliyofanyika usiku wa kuamkia tarehe 14 mwezi wa 4 2026, tumefanikiwa kukamata boti ya mwendo kasi, yani fiber boti iliyokuwa inatoka nchini Kenya kwenye mji wa Mombasa kuja jijini Dar es Salaam kupitia ufukwe wa Magambani, Kaole Ufundi, Bagamoyo. Katika boti hii tumeweza kukamata viroba 18 vilivyokuwa vimejaa mafurushi ya mirungi, ikiwa na vifurushi takriban 1062 vilivyokuwa vimejazwa katika viroba hivyo. Hata hivyo, tumeweza kukamata watu 4 kuhusiana na usafirishaji wa dawa hizo za kulevya, ambapo wa kwanza ni Jamali Ali Faki mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Tanga. Wa pili ni Shali Omari Salim mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Tanga. Watatu ni Sebastiani Protasi Shirima mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Temeke jijini Dar es Salaam, na wanne ni James Michael Kimaro mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa Buza jijini Dar es Salaam. Boti hii imekuwa ikisafirisha dawa za kulevya kutoka nchini Kenya kwenye mji wa Mombasa kuleta jijini Dar es Salaam kwa muda mrefu, na tumekuwa tukifuatilia na dawa tulizozikamata hivi karibuni, ambapo tulieleza kwamba mirungi imekamatwa kwa wingi zaidi kuliko dawa nyingine za kulevya. Ni kwamba hii ndio ilikuwa inaleta hizo dawa za kulevya jijini Dar es Salaam, na baada ya kuikamata ni kwamba tumepunguza kwa kiasi kikubwa cheni ya usafirishaji wa dawa za kulevya, na hawa tuliowakamata ni mapapa kwa sababu wanayo chombo cha kisasa kabisa cha kusafirisha dawa za kulevya hapa nchini. Lakini ukijaribu kuangalia kwamba utumiaji wa mirungi umeongezeka kwa kasi sana baada ya dawa nyingine za kulevya kupungua nchini, hususan skanka, heroin, cocaine pamoja na methamphetamine, na tunaendelea kufanya operation endelevu ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti mitandao yote ya usafirishaji wa dawa za kulevya hapa nchini ili Tanzania iendelee kuwa salama. Tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, na tutahakikisha kwamba yoyote ambaye anajiingiza kwenye biashara ya usafirishaji wa dawa za kulevya tutachukua hatua kali, na serikali ya Tanzania iko makini kuhakikisha kwamba tunadhibiti kabisa uingiaji wa dawa za kulevya nchini. Tumefanikiwa kudhibiti dawa za viwandani, na sasa tunaendelea na kuhakikisha kwamba tunadhibiti dawa za mashambani, hususani bangi na mirungi, hasa mirungi inayotoka nchini Kenya. Baada ya kufanya operation kubwa katika mji wa Same na kuweza kudhibiti kilimo cha mirungi katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same, sasa mirungi inaingia kwa wingi kutoka nchini Kenya, hususan maeneo ya Mombasa. Hivyo wale wote wanaoendelea kujihusisha na biashara hii tunawaonya waache, na tutahakikisha kwamba mamlaka itaendelea kuchukua hatua kali dhidi yao. Hivi vifurushi tulivyovikamata takriban zaidi ya 1000, ni kwamba kila mtu anaagiza kwamba unakuta vifurushi fulani vinaenda Temeke, vingine vinaenda Kariakoo, vingine Kinondoni, vingine vinabaki Bagamoyo hapa na vingine maeneo mbalimbali. Kwa hiyo dawa zile wakati zinasafirishwa kutoka nchini Kenya, kila mtu anakuwa na vifurushi vyake, ambapo vikishafika hapa nchini, vikishaingia vinagawanywa, sasa kila mmoja anachukua kulingana na alivyoagiza. Kwa hiyo ndio maana unakuta vifurushi vile vina majina tofauti tofauti kulingana na wale walioagiza. Mtandao ni mkubwa wa usafirishaji wa hii mirungi kutoka nchini Kenya, kutokana na kwamba ongezeko la watumiaji limeongezeka baada ya hizi dawa nyingine kukosekana. Wameona sasa wakimbilie kwenye mirungi. Kwanza kabisa dawa ambazo zilikuwa zinaongoza hapa nchini ilikuwa ni heroin, cocaine pamoja na methamphetamine. Tukamaliza ile mitandao, ikaingia dawa za kulevya aina ya skanka. Skanka na yenyewe tumefanya operation kubwa, tumekamata magari, tumekamata ile mitandao mikubwa iliyokuwa inaingiza skanka hapa nchini. Mitandao ile tumeimaliza. Sasa hivi tuna operation kubwa tunaendelea nazo vijijini ili kuhakikisha kwamba mashamba ya bangi na yenyewe tunahakikisha kwamba tunayateketeza, na itafika mahali bangi na yenyewe itaadimika hapa nchini. Na kutokana na usafirishaji kuwa mgumu wa bangi, sasa hivi watu wameingia sasa kwenye mirungi, kutokana na kwamba inasafiri kwa njia ya bahari. Baada ya usafirishaji kwa njia ya magari kuanza kukamata sana hayo magari, sasa hivi wakaingia mbinu nyingine ya kukodi boti hizi za kisasa na kuanza kusafirisha. Kwa hiyo hata wale wenye maboti tutahakikisha tutachukua hatua kali dhidi yao kutokana na kutumia vyombo vyao kusafirisha hizi dawa za kulevya aina mirungi kuingia hapa nchini, hususan katika jiji la Dar es Salaam. Majina, mimi naitwa Dominic Kasmir Masika, ni balozi wa shina namba 1 katika kitongoji chetu cha Kaole Ufundi Magambani. Kwanza, jambo la kwanza ni pongeze serikali na mamlaka husika kwa hatua nzuri waliofikia, kwa sababu kitendo cha kuwakamata hawa jamaa nafikiri imeleta faraja kwa sisi tusiopenda
vitu vya hatari vya namna hii, kwa sababu waathirika pengine miongoni mwetu wanaweza kawa watoto wetu, lakini na Watanzania wengine. Kwa hiyo kwa kitendo hiki cha kukamata wale jamaa nimeshukuru sana, na ningeomba serikali iendeleze na jitihada kama hizo, waendelee kufanya hivyo na waendelee kuwakamata, lakini kubwa zaidi pia ningeomba serikali iangalie mazingira maeneo kama tunavyoona haya mapori. Nadhani pia ndio inawafanya kuwa kivutio kama kichaka cha kufanya kuwa kivuko, lakini kama kukiwekezwa majengo kama ilivyo pande zile kule kuna mahoteli na hapo mbele kidogo, lakini kipande hiki kidogo ndio kina msitu. Nadhani ndicho kimekuwa kivutio zaidi kwao kufanya hivi kama kivuko chao cha kupitishia hii mihadarati. Kwa vijana changamoto kubwa ni ujinga, kwa sababu malezi wanayapata mazuri. Kama mimi mwenyewe kama mzazi siwezi kuruhusu mtoto wangu kutumia vitu kama hivi. Kwa hiyo malezi wanayapata vizuri, lakini ni ujinga tu wa watoto na kujifanya ni mambo ya kisasa zaidi. Kwa hiyo jambo kubwa ni sisi wazazi pamoja na serikali kusimama kidete kuhakikisha hivi vitu vinaisha na vinakomeshwa kama ilivyotokea hivi. Jina langu naitwa Pili Juma Nasoro, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Miti Mingi Kaole, Bagamoyo. Ni kwa sababu wao wanakuja usiku hatuwaoni kusema kweli, lakini kama ingekuwa wanakuja mchana sisi tunawaona, tungefanya jitihada zozote tukawakamata, lakini sio mbaya hata usiku tungeweza kuweka doria tukawakamata vijana kama hao wanaotumia mambo sio mazuri katika kitongoji chetu. Hapana, sijawahi kushuhudia tukio lolote, ndio kwanza ni mara yangu ya kwanza. Ushauri wangu mimi nasema hivi, tufanye doria za mara kwa mara na washirikishe wenye vitu wa vitongoji kufanya doria. Kwa hiyo tukiwaacha hivi hivi hao wananchi hao wanaofanya vitendo vya haramu wataendelea, lakini tukifanya doria mara kwa mara na kutushirikisha sisi, basi tutakuwa sawa kwa pamoja.